Ndiye? Tulikuwa na mbunge hapa mheshimiwa mwenyekiti, sasa na ulikuja kwenye kesi yake hapa nafikiri. Umekaa miezi mitatu hapa Sasa jamani, kabla sijaongea naomba nimkaribishe njoo dadangu. Celestine, dakika moja hebu usalimie, mekaa nyuma sana Huyu ni spika mstaafu wa bunge la wananchi. Sisi Chadema tuna bunge la wananchi. Baada ya Magufuli kuiba ule uchaguzi, tutengeza bunge letu la wananchi ambao linakuwa linawasemea nyie, na huyu ndo alikuwa spika. Karibu salimia. Asante. Wananchi wa Ndanda peoples. Asante. Kwa majina naitwa Celestine Simba, mwenyekiti wa Chadema Taifa, wajumbe wa kamati kuu. Itifaki imezingatiwa. Nimetoka Morogoro, mimi ni mzaliwa wa Morogoro, mkazi wa Morogoro, lakini Morogoro tumeshajenga ya kwetu. Nimekuja Ndanda, nimesema nitaenda kanda ya kusini nikawahamasishe wanawake kwamba kwenye ukombozi mwanamke akitangulia mbele lazima ukombozi upatikane. Sasa nimekuja kusema na akina mama. Kwenye Biblia kuna Esther pale alitangulia mbele, wana wa Israeli wakakombolewa. Lakini enzi za tano kulikuwa kuna Bibi Titi Mohamed alishirikiana na Mwalimu Nyerere, Tanzania ikapata uhuru. Sasa wanawake inabidi tutangulie mbele. Mheshimiwa mwenyekiti, mmepigwa sana risasi. Wanaume wametekwa na kupotezwa sana. Wamekamatwa na kufungwa sana. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba sasa mimi niseme, safari hii wanawake tunataka tutangulie mbele. Tutangulie mbele tukamkabili mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni mwanamke mwenzetu. Huyo ni saizi yetu. Kwa hiyo sisi tutatangulia mbele kwenda kupinga uchaguzi bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi na mifumo ya uchaguzi. Wanawake wenzangu, mpo tayari? Na siku hiyo hakuna kuvaa combat, hakuna kuvaa magauni wala jinsi, tutavaa kanga. Atakaye tusogelea atakutana na people. Mpo tayari wanawake wenzangu? No reforms. Asante. Asante sana. People. Ndanda, naomba mnisikilize. People. Naomba mnisikilize kwa makini sana. Mimi naishi Arusha na nimekuwa bungeni miaka 10. Kwa nikiongea na nyie naongea mambo nayofahamu vizuri sana. Kutoka Arusha mpaka hapa ni mbali sana. Na tuna riski. Mimi nachukia sana kupita barabarani Tanzania, kwa sababu nchi hii ni kati ya nchi ambazo zinaongoza kwa ajali duniani. Barabara nyembamba, tunatembea usiku na mchana, tunachelewa kulala, tunawahi kuamka. Kabisa, tuko wapweke, hatuishi na familia zetu muda mwingi kwa sababu ya kujali nchi hii. Kwa mkiona tumefika hapa, mjue tumekuja kwa sababu tunajali. Mtu ukiona unasikia maumivu kwa ajili yako, bado wewe uko hai. Na ukiona unasikia maumivu kwa ajili ya wengine, maana yake wewe ni mtu wa Mungu. Umeona mwenyekiti wetu anapanda kwa shida hapa. Kiangalia gari yake, taangalia baadaye wakati anaondoka, tamsindikiza hadi barabarani, mtaona imejaa matundu ya risasi. Mimi toka nimeingia kwenye siasa sijawahi kushtakiwa kwa kosa lolote la kuiba TV ama kitu chochote, ila nimeenda polisi zaidi ya mara 100, nimeenda mahakamani sikumbuki idadi, nimekwenda magereza sikumbuki idadi kwa ajili ya watu. Kwa tunapokuja na ujumbe kwenu
muelewe hatuko kwenye biashara, isipokuwa tuko katika mkakati maalumu wa kusaidia maisha yenu. Kiangalia kuanzia Lindi kusini huku kumejaa utajiri mtupu, lakini hakuna watu wanaongoza kwa umaskini kama nyinyi. Mama zangu, vijana wenu wako Dar es Salaam ndio wauzaji korosho na sigara stand kule ya Magufuli. Matoka wapi? Mtwara. Mtwara. Watoto hawana hata nauli za kuja kusalimia wazazi. Huko wamebaki watu kwenye korosho. Korosho ni bidhaa adimu na muhimu sana, lakini angalieni maisha yenu. Kilimanjaro hatuna korosho. Hatuna ardhi kubwa kama nyie. Mimi naweza nikapewa urithi na baba yangu shamba haifiki robo eka, labda ni hapa na kwenye ile gari pale, lakini angalau Kilimanjaro ina tofauti. Lakini nyie mna uchumi mkubwa wa ardhi, rasilimali kuliko hata mikoa ya kaskazini. Ni kwa sababu CCM imewafanya kuwa wajinga kabisa. Sasa mimi nitawaambia jambo moja. Kwa nini tunasema no reforms, no election? Sitaki mkariri msemo kama fashion ya Chadema. Nataka mjue maana yake ni nini, na nitaifanya kwa mfano. Na huo mfano taanzia hapa chini, mimi nitashuka chini. Wale ambao muone kule itabidi msogee hapa. Njooni watu watano. Mheshimiwa mwenyekiti wa kanda, naomba watu watano hapa. Mwanamke, mama njoo, mama mmoja aje hapa. Mama mmoja njoo, mama njoo. Naomba na watu wengine, ndio kamanda njoo hapa. Watu wengine kama watatu, wanne, watano. Mama njoo hapa. Hapo watano. Okay. Asante. Nimeona. Basi Celestini, mama panda hapa. Wewe utakuwa Samia leo. Panda hapa mochi. Na nyie simameni hapa wote, mstoke hapa. Ndugu zangu, kwa nini tunasema kama hakuna mabadiliko katika sheria ya uchaguzi tutazuia uchaguzi? Sikiliza tume ya uchaguzi ilivyo. Mama, nitakutolea mfano kama Rais Samia, lakini naomba msamaha, wewe sio Rais Samia. Na kuomba radhi. Wewe ni mtu mwema kabisa. Ndugu zangu, tume ya uchaguzi ikoje? Huyu ni Rais Samia. Anamteua huyu hapa kuwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi, wa kusimamia nini? Uchaguzi. Anamteua na huyu kuwa mkurugenzi wa kusimamia uchaguzi. Huyu ni mgombea wa upinzani, anashindana na Samia. Samia ndo ameteua refari na lazimeni. Tunamwambia Samia, huu uchaguzi hautakuwa huru na haki, kwa sababu refari wa kwako, lazimeni wa kwako. Ili uchaguzi uwe huru na haki, wewe usimteue lazimeni, usimteue refa. Samia huyu hataki. Lakini huyu Samia huyu ambaye ni rais, ambaye ni mgombea wa CCM, anamteua mkurugenzi wa halmashauri. Huyu mkurugenzi wa halmashauri ndio msimamizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo mpaka chini kwenye madiwani, ndio msimamizi wa ndanda. Sasa huyu mkurugenzi, nyie mkishapiga kura, uteuzi wake umetoka kwa Samia. Njoo hapa kamanda. Njoo. Hapana, wewe hapa. Huyu Samia ndio amemteua huyu mkurugenzi. Njoo na utawili. Alafu huyu mkurugenzi anawajibika, halmashauri zote ziko chini ya mkuu wa mkoa. Huyu ni mkuu wa mkoa. Na huyu mkuu wa mkoa ameteuliwa na Rais Samia ambaye ni mgombea. Alafu chini ya mkuu wa mkoa kuna mkuu wa wilaya, ambaye huyu mkuu wa wilaya ndiye bosi wa polisi wote mpaka OCD peoples. Sasa OCD na afisa wa usalama wa wilaya wanaenda kwenye kamati inaitwa kamati
ya ulinzi ya usalama ya wilaya. Sasa huyu mkuu wa wilaya, mkurugenzi anaripoti kwake, na mkurugenzi yuko chini ya TAMISEMI. TAMISEMI hiyo tunaosema yuko chini yake, waziri wa TAMISEMI ni mkwe wa Rais Samia, yani Mchengerwa ameoa mtoto wa Samia. Alafu huyu mkuu wa wilaya yuko wapi hapa? Huyu mkuu wa wilaya ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Chama cha Mapinduzi. Hawa wote ndio wanaosimamia uchaguzi wa kumwangusha bosi wao Samia. Inawezekana? Ndanda, mnanielewa? Yani hawa wote, mkuu wa wilaya ameteuliwa nani? Samia. Huyu ndio anashughulika na askari hawa. Anatakiwa eti asaidie Samia kushindwa. Inawezekana? Unakuja mkuu wa mkoa, huyu anaongoza mpaka RPC. Huyu naye pia ameteuliwa na Samia. Wewe ni nani bwana? Huyu mwenyekiti wa tume wa taifa ambao hao wengine wote waripoti kwake, ameteuliwa na Samia, Mama Abduli. Wewe nani? Mkurugenzi wa tume ya uchaguzi ameteuliwa na Samia. Huyu mkurugenzi wa halmashauri ya Ndanda ameteuliwa na Samia. Tunamwambia Samia hivi, huu ni utapeli. Hapa hawawezi kusimamia uchaguzi uko huru na haki. Piga chini hawa, tuwe na watu huru. Hawataki. Sijui kama Ndanda mnaelewa. Mnaelewa maana ya no reforms no election? Sasa tunavyosema no reforms no election, tunasema hivi, hawa watu wote hawa ni watu wako, na wewe ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na wote wanalipa mshahara na serikali yako, na wewe ndio unawajibisha. Hawa wote, DC anamwamrisha OCD anawamrisha wale kuja kutulinda hapa. Wakienda nendeni kituo fulani, kaleteni fujo, kura isihesabiwe, hawa wanakuja na magari ya mabomu kwa sababu wamepata amri. Tunasema uchaguzi wa aina hiyo ni wa kiuni, wa kipumbavu, hatutaki. Kuliko tuingie kwenye uchaguzi wa aina hiyo, tunakwenda kuhamasisha Ndanda tushikane pamoja. Tunataka marekebisho ya sheria na kanuni. Kama hamtaki, siku hiyo badala ya kwenda kupiga kura, tutafanya maandamano ya amani ya kuzuia uchaguzi. Ndio maana ya no reforms no election, kwamba kama hakuna tume huru ya uchaguzi hakutakuwepo na uchaguzi. Sasa sikiliza, babaki watu wawili, mama shukeni, baki wawili hapa. Wewe unanitishatisha, wametuna sana. Wewe baki hapa, njoo hapa people. Sasa huku chini kwenye kata, anayesimamia uchaguzi ni mtendaji. Ni nani? Huyu mtendaji anawajibika kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Ndanda, si ndio? Sheria na kanuni nasema hivi, huyu mtendaji baada ya kura kuwa zimekushapigwa, eti huyu mtendaji anaweza akaangalia. Sikiliza walivyo wauni hawa. Wauni sana. Polisi wa mabosi zenu wauni kabisa. Wanasema hivi, anaweza akaangalia kama hilo eneo linafaa kufanyia majumuisho ya kura ama la, na vile vile kama halifai, anaweza akaamua kwenda kuhesabia kura sehemu nyingine. Sasa sikiliza, hamjasikia bado tume ilivyo. Mkurugenzi huyu ndio anayesimamia viapo vya mawakala. Kwenye kila kituo cha kupigia kura kuna mtu anaitwa nini? Wakala. Mimi ni wakala. Nikisimama kusimamia kura ya Lissu, natakiwa mimi niapishwe na Mheshimiwa Lissu. Usiniapishe wewe mkurugenzi, nipewe barua na kiongozi wangu wa chama niende kituoni. Inapaswa kwa hiyo. Sasa mimi naambiwa hivi, nitaenda kula kiapo kwa mkurugenzi ama hakimu. Nikishakula kiapo, anayepeleka majina kwenye vituo vya kupigia kura sio mimi, ni mkurugenzi. Sasa Arusha mjini kuna vituo 1000 yamkini, ama Ndanda kuna vituo 400 yamkini.
Mkurugenzi anachofanya, anapeleka majina kwenye vituo 200, anachelewa kupeleka majina kwenye vituo 100. Kwa wakala akienda kwenye kituo shule ya msingi Ndanda, mtendaji huyo anamwambia hivi, jina lako halipo, huwezi simama kituoni. Huyo akianza kupiga kelele, mtendaji amepewa amri, msimamizi wa uchaguzi amepewa amri ya kuita afande. Afande anaitwa, anaambiwa mtoe huyo, anafanya fujo. Unawekwa kwenye ndova, unapelekwa polisi, kituo kinabaki wazi, wanakuja na kura za wizi, wanazingiza. Sasa maana yake nini? Kaino, asante. Maana yake nini? Nisikilize kwa makini. Hatutafuti tume huru ya uchaguzi ili mimi niwe mbunge ama Mheshimiwa Lissu awe rais. Kabisa. Mimi nimekuwa mbunge miaka 10. Nafikiri miaka 2 nimekaa jela. Mwaka mmoja nimekwenda mahakamani mfululizo. Mimi nimeshawahi kwenda mahakamani kila mwezi mara 4, mwaka mmoja mfululizo. Paka 2020 tulipoamua kukimbia nchi. Tulikuwa kwenye malengo ya kuuawa. Mheshimiwa Lissu akakimbilia Ubelgiji. Mheshimiwa na mimi nikasikia sauti ya Bwana, Neema, mchukue mama na mtoto kwende na Ndanda. Mngefanyaje nini? People, mimi sio mwoga. Mimi nisikia sauti ya Bwana. Nimesikia bana unatafutwa, nikabishibishi. Kama mke wangu bana na taarifa yangu sio nzuri hapa Na mimi sikutaka kufanya bidhaa kwa sababu niliona kaka yangu alivyomfanya. Uweze kujaribu kujipiga risasi, alafu useme baadaye nione kufa unajisikiaje? Utaona unapojisikia sababu utakuwa umeshakufa. People, basi sauti ya Bwana ikanijia, Neema, mchukue mama na mtoto uende naye mpaka nchi nitakaokuambia, ukae huko mpaka nitakapokuita. People, nikachukua zangu boda mimi. Ama Ndanda mnasemaje? Wewe ukitokea roho bwana unafanyaje? Nikakimbia. Kafika pale Kenya boda, Bisili, Magufuli akashtukia. Akanishika. Kapigwa simu, Uhuru akatuma makomando wakanishika. Kapelekwa polisi Kajiado. Kaenda nikafungiwa kwenye hoteli moja mpaka kesho yake. Roho bwana akaendelea kusisitiza, usiogope, niko na wewe mpaka nchi niliyokuonyesha. Unasemaje hivi? Sindio? Nikaenda mpaka Canada huko. Hata mke wangu na mtoto wangu bado wako Canada. Na wanawaambia huyu Neema anakuja kuambia mtoto wake na mke wake wako Canada. Ningekuwa na uwezo mimi wa kuchukua watoto wenu wote waende Canada, ningefanya hilo jambo. Wangesoma vizuri, wangetibiwa vizuri, wangejaliwa vizuri. Hapa tungebaki wanaume tupambane na hawa majamaa. Nimekaa kule, sauti ikanijia tena, Neema, yule aliyekuwa anataka roho yako na mama yupo tena, yuko Chato. Sasa people, unaweza kurudi uende katika mikoa yote, Lindi, Mtwara, Ndanda, ukahubiri injili ya ukombozi. Leo niko hapa. Huyo sio Bwana huyo? Sio Mungu huyo? Sasa nawaambia nini Ndanda? Nini maana ya uchaguzi huru? Sikiliza. Huu masikini wenu, nisikize kwa makini ndugu zangu, umesababishwa na Chama cha Mapinduzi, sio Mungu. Israeli ni jangwa. Jangwa kabisa, jangwa. Kuna wakati wananunua udongo wa Afrika, wanasaga mawe kwa wanachanganya wapate udongo wa kulima. Israeli ni kati ya nchi 10 zinazouza matunda katika soko la dunia. Waarabu ni jangwa. Wanakaa miaka 4 hawaoni mvua. Jangwa. Waarabu wanauza ngano wa Afrika. Jangwani wanalima ngano. Nyie mnaanza kuiba kila kitu.
mnaagiza 60% mpaka 70% ya chakula kutoka nje. Upuuzi. Inayotumika kuagiza vyakula nje, ela hiyo ingebaki kwa wakulima hapa, kila familia katika mikoa ya kusini ingekuwa na maisha bora. Tunapoongelea maisha bora, sio hizi nyumba zenu za majani. Lindi mjini, nimezunguka leo Lindi yote mimi asubuhi. Nimeshakuja kama mara 4 Lindi. Leo nilipoamka nikamkuta mwenyekiti yuko alipokuwa amefikia. Nikasema ngoja ni explore Lindi nzima. Lindi ina majengo ya kale, mheshimiwa mwenyekiti. Yale majengo kama yangeweza kuhifadhiwa, ungekuwa ni utalii mkubwa kuliko utalii wa mlima Kilimanjaro. Morocco inapokea watalii milioni 8 mpaka 12 kila mwaka. Utalii wa Morocco ni bichi, bahari na nyumba za kale. Lindi wanavunja nyumba za kale. Kuna bahari, kuna bichi. Nchi hii ina mbuga za wanyama nyingi kuliko nchi yote duniani. Ina mlima Kilimanjaro. Ina bahari kubwa, Lindi, Mtwara, Dar es Salaam, Bagamoyo, Tanga. Utalii wa bichi peke yake, nchi hii ikipokea watalii milioni 10 kwa mwaka, hakuna mtu ataweza kurushwa barabarani. Sababu mtalii mmoja anahudumiwa na wastani wa watu 3. Maanake watalii milioni 10 utahitaji ajira milioni 30. Nchi hii ina watu milioni 67. Ukichukua watoto toa milioni 25. Maanake kila mtu angeweza kuajiriwa kwa soko la utalii peke yake, ila tunaongozwa na wajinga. Nimeangalia Lindi, nilikuwa na wapiga picha, naambia pigeni picha. Tanga hivyo. Huku mna bahari. Eti unakwenda Lindi, baharini ndio kuna nyumba za majani. Marekani, nchi yote duniani iliyoendelea, mahali ambako kuna bahari huwa wanaishi mabilionea. Popote duniani. Nenda na mimi hapo. Eti hapo unakuta nyumba ya majani barabara. Mna korosho, mna gesi, mna kahawa, mna ufuta, mna makaa mawe. Alafu mama zenu wanatembea peko barabarani, alafu mnacheka nao maboa men. Alafu mnabana na maisha, mnakimbilia kanisani. Mtumishi wa Mungu nabii tuombe, Baba katika jina la Yesu, tunakwenda kinyume na umaskini. Ama hiyo. Kemeni CCM. Sinawajua nyie. Mnakimbilia huko siku hizi kupakwa mafuta. Mtapakwa mpaka wili, hamtatoboa nyie. Hamwendi? Unasikia tangazo danda nabii Kabande, yule ambaye analeta mpasuko na mafanikio ya kifedha atakuwepo. Njoo na mafuta yako aombe wewe. Utajiri Mungu amesema asiyefanya kazi na hasire, na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Mnapigwa chana macho nyinyi. Na nyinyi wanawake nyinyi nawajua nyinyi ndio mnaendaga sana huko. Mimi sina mke na mama yangu. Mnaiba mpaka mashati yetu. Mnapeleka eti yaombewe tutulie kwenye ndoa. Tunatulia kwenye ndoa kama kuna shababu. Mnasemaje kina mama? Mtafunga pepo la umaskini, haki ya Mungu alitoki. Kitu la kufunga hapa ni CCM. Na tunaanza nalo kwenye uchaguzi. Ukiwa na uchaguzi bora, unakuwa na serikali inaogopa ushindani. Ukiwa na serikali inaogopa ushindani, maana yake nini? Serikali itaanza kufikiria umma na watu. Sasa hivi hawaheshimu nyie. Ndio maana kila mbunge au mwanaume au waziri, mama, namshukuru mama, namshukuru mama ameupiga mwingi mama. Wanaume wazima wamekuja mama duansi kwa. Hamuoni? Mimi na namba za mawaziri karibu wote. Paka waziri mkuu wenu hapa. Eti picha aliyoweka kwenye profile yake ni picha ya Samia. Ana mke, ana familia. Uoga. Ukiangalia mbunge wenu, tafuteni picha ya mbunge wenu kwenye profile, utakuta amemweka mama. Kila saa jemedari, mama ameupiga mwingi. Mama yenu huyo ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa nini? Ambaye anatakiwa kuwajibika kama rais. Akikosea
akikosea aonywe kama rais. Leo nyie, kwa nini nyie amuonekana watu wa maana? Eti shule inakuja kujengwa Ndanda, alafu mbunge na mkuu wa wilaya anasimama anasema tunamshukuru mama. Wewe mnamshukuru mama kafanyaje? Sikiliza Ndanda sikiliza. Ukiona Rais Samia amepaka bwanja na lipstick akapendeza, yuko kwenye gari akapendeza, ile pesa sio yake, ile pesa ni kodi ya wananchi. Wewe ndiye unayemlipa waziri mkuu mshahara, wewe ndiye unayemlipa rais mshahara, wewe ndiye unamfanyia Rais Samia akae mezani. Chakula anachokula leo mchana ni kodi yako, sio biashara yake. Mnajua duka la Samia nyinyi? Mnajua kiwanda chake nyinyi? Nyinyi ndio mnalipa kodi. Sasa ili kodi yenu iheshimike na nyinyi mheshimike, lazima tulazimishe kuwa na uchaguzi wa haki. Ukiwa na uchaguzi wa haki, tutakuja kushindana na sera kweli. Sasa hivi CCM wanajua wanaweza wakapita kwa kutumia mtoto wa bunduki. Siku wakijua watapita kwa kura ya wananchi, maana yake mamlaka ya utawala yatarudi kwa wananchi. Mamlaka ya utawala ya kurudi kwa wananchi, mtashangaa humu ndani zinajengwa barabara za lami, kwa sababu nyie mtakuwa na mamlaka kuliko serikali. Sasa hivi serikali ina mamlaka kuliko nyie, lakini kwa mujibu wa katiba serikali inatakiwa kuwa chini ya mamlaka ya wananchi. Wewe ni kiongozi, wewe ndio bosi wa rais, wewe ndio bosi wa OCD, wewe ndio bosi wa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya sio bosi wako. Siku hizi wakuu wa wilaya wa nchi wanatembea wamenyanyua mabega juu kama wao ndio mabosi wenu, wakati nyie ndio mmeweka madarakani. Sasa uchaguzi huru utapunguza ubabaishaji. Tukienda Arusha mjini, CCM ikashiriki, Chadema ikashiriki, uchaguzi ukawa huru, atakayeshinda yoyote, mtakuwa na wabunge wengi bungeni. Ujinga wa ndio ipita hiyo ndio sawa. Majaliwa ashone suti nyeusi ndio, huo ujinga utapungua kule bungeni. Sasa hivi upungua kwa sababu wote wanafikiri huruma ya rais itaelekeza nani awe mbunge kule jimboni. Namna ya kukata hayo mambo ni moja tu, lazimisha uchaguzi huru. Ndio sababu tunasema no reforms no election, kwamba hakuna mabadiliko ya kanuni. Sasa hii kazi itakuwa na magumu sana. Atakuja kuongea mheshimiwa mwenyekiti. Hili kazi hii tuifanye. Ndugu zangu, mmeona nimevaa t-shirt hii, imeandikwa Tone Tone. Chama chetu kimezindua programu maalum ya kutafuta michango midogo midogo kwa wananchi. Midogo midogo kwa wananchi. Hela ndogo ndogo. Tukipata watu milioni 1 nchi nzima, wakatupa shilingi 2,000, 1,100, 2,200 kila mwezi, mtakuwa mnatupa shilingi milioni 2. Hii mnaona mheshimiwa mwenyekiti yuko hapa, mimi niko hapa. Ni michango midogo midogo, watu wanatoa shilingi 1,000, shilingi 2,000 kwa namba M-Pesa. Sasa nataka niwapitishe kwenye process ya namba ya kujiunga ili uchangie shilingi 1,000, 2,000, 10,000, 20,000. Sasa kwa sababu hakuna muda, naomba niwape namba ya M-Pesa. Ni sawa jamani? Kila mtu achukue simu, andike namba ya simu ya M-Pesa ya Chadema. Kila mtu achukue namba ya simu. Andika 0744 44. Andika. Msipoandika huu mkutano wa mheshimiwa mwenyekiti aje hapa. 0744 44 69. Naomba rudi. Kila mtu andike hiyo namba ndugu zangu. Msipuuze. Michango yenu midogo inafanya kazi hii kuwa nyepesi sana. Manake nini? Nimewaambia watu 500 tu wakiitikia kampeni kila mwezi, wakatoa shilingi 1,000, shilingi 2,000. Watu 500 wakitoa shilingi 2,000 ni bilioni 1 kila mwezi. Hatuna pesa. Mnafahamu wafanyabiashara wakubwa wanatukimbia kwa sababu ni machawa wa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Tunahitaji pesa ndogo ndogo kutoka kwenu. Tunahitaji shilingi 1,500. Wapiganaji, makamanda wenzangu, mesela, wakina mama, msiache kutoa. Sisi tumejitoa sana kabisa maisha yetu. Kabisa. Kwa ajili ya kupigania maisha yetu wote kama taifa. Tunaomba sana
Iandike hiyo namba. Kila mwezi tume 1000 ama 2000. Na iko kanuni nyingine ya kujiunga moja kwa moja. Nafikiri taisema mwishoni, mwenyekiti atakapomaliza atakuja na mheshimiwa mwenyekiti wa chama wa taifa wa kanda Mayala. Lakini naomba andika hii namba, na sio tu iandika, rusha hela tupate mafuta tukamchape Nape pale Mtama. Tunaweza kumshughulikia jioni pale Nape. Sawa? Weka 0744 44. Masista mtachukua tu kwa baadaye. Tutawapenda najua nyewe kwetu wewe wenyewe. Sina mpenda Mungu. 0744 44 69 69. Ukituma pesa itaandika Chadema Edukota. Una 10,000, una milioni, una 5,000. Tafadhali sana tuchangie tufanye kazi. Tunatakiwa kuzunguka nchi nzima. Tunahitaji mafuta. Tuna timu nyingine ya makamu mwenyekiti inaenda Mtwara. Kuna timu tukitoka hapa tunakwenda wapi? Mtama. Tutalala hapa, kesho yake asubuhi tutakuwa siku 9 katika kanda yenu hii. Kesho tunakwenda kwa Majaliwa kumchapa sawa sawa. Kumchapa tandika sana. Piga za uso za tumbo kila mara. Kesho tunaenda kumshughulikia Majaliwa kwa. Sawa jamani? Jamani, hiyo namba mmeandika? Sasa tasema no reforms. No reforms. Nikisema no reforms unasema no election. Unakunja na ngumi. No reforms. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti wa kanda. Tafadhali sana karibu ili uweze kuja kumkaribisha mwenyekiti wetu wa chama taifa. Nganda, mko salama? Hizi dozi zinaeleweka? Sikia, maandiko matakatifu yanasema hivi: watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mheshimiwa mwenyekiti taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, kanda ya kusini, kuna wakati fulani mheshimiwa mwenyekiti nikitoka safari maeneo ya kaskazini, maeneo ya Mwanza na maeneo mengine, nikirudi nyumbani na hisi nimetoka nchi tofauti. Hata umeme tu unaowaka kwa kawaida sio ule wanaoupata wenzetu kule, tofauti. Sasa naomba niongee kidogo na watu wa ndani na mnisikilize. Jana nilikuwa namsikiliza Dr. Nchimbi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, halafu wameteuana saa hizi ndio makamu wa rais mtarajiwa, na anajua kesho kutwa anaenda kuwa makamu wa rais. Sisi tunawaambia hivi, kama hawajatoa haki tusianze kuzungumza mambo ya amani. Tutazungumza amani tukipata haki, na tusionane wajinga. Yaani wao CCM wanawaambia jeshi la polisi kwenye mikutano ya Chadema, nendeni mkatishe watu, kamateni watu, wekeni ndani. Mheshimiwa mwenyekiti, umma huu juzi tumetoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Mwenyekiti wangu Balesa, naomba usimame. Huyu alikuwa ananipigia simu juzi akiwa kwenye jimbo letu la jimbo gani hili? No, lile kule tulienda Lulindi. Mheshimiwa mwenyekiti, walikata wagombea wetu wote, wakaondoa wote, tumeenda kwa mkurugenzi. Ni ujinga na drama zinazoendelea. Jambo tunalotakiwa kulifanya, sikilizeni wananchi wa Ndanda. Kuna kisa kimoja katika maandiko matakatifu cha Wakoma. Wakoma walipoona njaa imezidi, mambo yamezidi kuwa magumu, kambi ya Washami ikiwa imenona, wakasema haiwezekani, tuko tayari kutembea na ukoma wetu, tutawafuata Washami, tutaenda kushughulika na Washami mpaka tupate haki yetu. Tatizo letu ni moja tu, hatujaamua kufanya maamuzi magumu ya kuiondoa CCM madarakani. Kaka yangu Lema amesema
CCM hawa tukiwa na uchaguzi wa haki ni wepesi kama tishu. Sasa nini tunaenda kufanya? Chama tumekaa kamati kuu, tukakubaliana. Mimi nikamuuliza Mheshimiwa Lissu akiwa makamu, bado hajashinda, nikamwambia Mheshimiwa makamu mwenyekiti, hii ngoma hii kwani hatuna namna ya kukiwasha? Mwenyekiti akasema lazima tuingie kazini kwa kazi ya ziada, tuwashe huu moto. Ndugu zangu wa Ndanda, tumekuja na ajenda ngumu, lakini hii ajenda itakuwa rahisi tukiungana mkono. Tumesema no reform, no election. Kama hakuna mabadiliko ya sheria, hatutaingia kwenye uchaguzi. Na serikali wanafikiri tuna bipu. Wakae kwa kutulia, tutashughulika nao. Safari hii mimi Mheshimiwa mwenyekiti siko tayari kuingiza umma kwenye uchaguzi wowote. Kama hatutapata reform, siko tayari, sitatoa fomu yoyote kumpelekea mwanachama wangu akajaze fomu alafu twende tukakatwe ovyo ovyo. Siko tayari. Na ninatoa salamu, iko Chama cha Mapinduzi waelewe, hawa jeshi la polisi wako 500 tu hapa, hata 100 hawafiki. Ukiunganisha hawa majeshi yote sio wengi, hawa tunawamudu. Hawa ni saizi yetu, tunawaweza. Anaomba niwaambie jeshi la polisi, huu mzaa wenu wa kutumwa na hawa viongozi wetu, haki ya Mungu, safari hii tumeamua na tumeaga kwa familia zetu, tutashughulikia na nyinyi perpendicular mpaka kieleweke. Hatutawaacha salama. Ndugu zangu watu wa Ndanda, CCM wameishiwa pumzi.